Habari za mchana mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu sana katika Star TV Adhuhuri. Mimi ni Bernard James BJ. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka amekabidhi hundi za mikopo ya vijana zenye thamani ya milioni 400 kwa vijana 117 ambao wanajishughulisha na ufugaji wa samaki wa vizimba mwambao wa Ziwa Nyasa. Dickson Kanyika ana taarifa zaidi. Baada ya kukabidhi mfano wa hundi yenye thamani ya zaidi ya milioni 400 kwa vijana zaidi ya 117, Waziri Daktari Joel Nanauka amesema mikopo hiyo haitakuwa na riba yoyote ile na vijana wamepewa muda wa kutosha kabla ya kuanza kurejesha fedha hizo pindi watakapoanza kuvuna samaki na kuwauza. Lakini kwenye mradi huu wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, hamtarejesha fedha yoyote mpaka mmevuna, mmeuza, mkishauza ndio mnaanza kurejesha. Maana mtarejesha baada ya miezi 8. Na wakati wote ambao mnafanya mradi, serikali imetoa fedha ya kutengeneza vizimba, imewaletea wataalamu wa kuwafundisha, lakini sio hivyo tu, chakula cha kuwalisha samaki kwa miezi yote ya mradi serikali imenunua. Mkuu wa Mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema ni muda sasa kwa vijana waweze kuchangamkia fursa kupitia mikopo iliyotolewa na serikali, huku mbunge wa Ludewa akiwataka vijana waliopata fursa hiyo kuitumia ipasavyo ili iweze kuwanufaisha. Tumeanza Kamonga ameweza kujadili hapa vizimba 2021. Leo ni 2026, vijana wameanza kuvuna. Itakapofika mwakani tukiwa na vizimba 50, wewe utakuwa na nini? Utaanza kuwachukia wanaovuna mle. Utaanza kusema ni wachawi, hawa ni freelancers. Kumbe wenzako wafanya biashara ya samaki waipata. Ni wasie vijana wa Ludewa wachangamkie fursa hii. Na uzuri hata watoto wa kike wanaweza kufanya. Akina mama wanaweza kufanya. Mikopo hii inatolewa kupitia benki ya CRDB ambapo meneja wa benki hiyo wa wilaya ya Ludewa amesema kwamba wamejipanga vema kuhakikisha mikopo hiyo inatolewa kwa watu sahihi baada ya kujiridhisha. Kwa benki tumejipanga 100%. Moja, nina staff wa kutosha kwa ajili ya kukimbizana na hili zoezi. Lakini pia nina vitendea kazi. Kwa kama benki tumejipanga vya kutosha kuhakikisha wote waliosalia tunawafikia. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hii wanasema safari ya mafanikio imepamba moto kuelekea kukuza uchumi wa familia na taifa kwa ujumla. Tumefanikisha kupata huu mkopo wa asilimia wa wizara wa vijana, pia utaenda kutuinua kiuchumi katika maendeleo yetu ya jamii kwa ujumla pamoja na shughuli na kuinua kifamilia pamoja na shughuli zetu. Nimefurahi sana kupata huu mkopo. Najua tutanufaika sana sisi vijana wa Mwambao. Hata hivyo, vijana wanakumbushwa kuwa waaminifu katika kuhakikisha wanarejesha fedha hizo ili ziweze kuwanufaisha na wengine. Dickson Kanyika, Star TV, Njombe. Wadau mbalimbali wamekutanishwa kujengewa uwezo wa kutambua viashiria vya usafirishaji haramu wa binadamu, kuelewa mbinu zinazotumiwa na wahalifu pamoja na namna ya kushirikiana na mamlaka husika kuzuia. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Maafisa kutoka Jeshi la Polisi, magereza, ofisi ya mashtaka, idara ya uhamiaji, maafisa ustawi wa jamii na kada mbalimbali wamepatiwa mafunzo ya siku 2 mkoani Geita yenye lengo la kuimarisha uwezo wa taasisi hizo katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, hususan watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Kama kuna kesi ambazo zitakuwa zinaendelea pamoja na taarifa mbalimbali zinazohusiana na hiyo. Mradi huu ni mradi wa miaka 3 na unafadhiliwa na Italian Agency for Development Cooperation kwa maana ya serikali ya Italy, ili kuweza kutekeleza kwa pamoja kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani, ya kuwa na kikosi kazi ambacho kitakuwa kinafanya kazi kwa karibu kwa kufuatilia matukio mbalimbali yanayoweza kujitokeza katika manispaa lakini pia katika wilaya za jirani. Usafirishaji haramu wa binadamu ni kosa la jinai linalohusisha kumsafirisha, kumhamisha, kumpokea au kumhifadhi mtu kwa kutumia njia za udanganyifu. Kosa la usafirishaji haramu wa binadamu lazima yawe na hayo mambo matatu. Jambo la kwanza, aidha umesafirisha au umemhifadhi au umemsaili, lakini jambo la pili, umetumia mbinu gani kufanya hivyo, umemdanganya au umemrubuni au umemlazimisha ili uje mfanyie unyonyaji. Washiriki wa mafunzo haya wanatarajiwa kutumia maarifa watakayopata kuboresha uratibu wa utoaji wa huduma kwa waathirika, kuimarisha ukusanyaji wa taarifa na kuongeza ufanisi katika uchunguzi na uendeshaji wa mashauri yanayohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hawa ambao wanasafirishwa inawezekana ikawa ni watu wazima ama ni watoto,
lakini lengo la usafirishaji haramu huo unaweza ukawa na nia ovu kwa yule anayesafirishwa. Wengi wanadanganywa kwa maana ya kwamba wanapewa ahadi nzuri za maisha mazuri, za kazi nzuri ama fedha, lakini kule wanapokwenda hawakutani na vile ambavyo wameahidiwa. Wengi wao wanaangukia kwenye unyanyasaji, ikiwemo unyanyasaji wa kingono, unyanyasaji wa kiuchumi. Kwa hiyo wanakutana na madhila mbalimbali. Uhamaji usio salama au uhamaji haramu huambatana na hatari kubwa kiafya, kisheria na kibinadamu, ikiwemo utumwa mamboleo. Licha ya kuwepo kwa sheria zinazopambana na usafirishaji haramu wa binadamu, wadau wanasema kwamba mafanikio ya mapambano haya yanategemea zaidi ushirikiano wa taasisi na wananchi katika kutoa taarifa mapema ili kuzuia matukio kabla hayajatokea. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Pamoja na kupata hati inayoridhisha, halmashauri ya wilaya ya Kaliua imepewa hadi mwishoni mwa mwezi huu iwe imemaliza kujibu hoja zilizotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Tupate taarifa zaidi. Madiwani wa halmashauri ya Kaliua katika kikao maalum cha kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambapo uongozi wa mkoa wa Tabora unatoa maelekezo ya kujibiwa hoja ambazo bado hazijapatiwa majibu hadi sasa. Lakini pia kuna hoja zile ambazo zimepatiwa majibu lakini bado zinaendelea na utekelezaji au under implementation. Sasa maelekezo yetu ofisi ya mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwa mkurugenzi kuunda timu maalum ya halmashauri ambayo itapitia kwa kina hoja zote ambazo zimebaki na kuhakikisha kwamba zote zinapatiwa majibu kabla ya tarehe 30 mwezi wa 7. Mkaguzi mkuu wa nje mkoa wa Tabora kwa niaba ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Hamza Zunga anaeleza kuwa zaidi ya 80% za hoja zimetekelezwa au zipo katika hatua ya utekelezaji. Halmashauri ya Kaliua ilikuwa na jumla ya mapendekezo 65 ambapo kati ya hayo mapendekezo 29 sawa na 45 yametekelezwa. Mapendekezo 24 sawa na 37 yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mapendekezo mawili sawa na 3 hayakutekelezwa kabisa. Mapendekezo 4 sawa na 7 yamepitwa na wakati na mapendekezo 5 sawa na 8 yamejibiwa. Viongozi katika halmashauri hiyo pamoja na kuhimiza ushirikiano pia wanataka jitihada zaidi zifanyike katika halmashauri hiyo iendelee kufanya vizuri. Ni lazima tuwe mabingwa wa kuzuia hoja kuliko kuwa mabingwa wa kujibu hoja. Hiyo mimi ndio wanajaribu kujiamini kwamba tukizuia hoja mapema hatutakuwa na utitiri wa hoja nyingi. Watumishi wetu, mimi naamini katika umoja, tunajenga nyumba moja, kwa ni lazima tushikamane kwa yale ambayo pengine tukufu kila mmoja tuweze kuyatimiza. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti kupitia baraza hili kwa wenzetu wa management waendelee kujibu hoja hizo kwa wakati. Tunakwenda kufanya mabadiliko katika kusimamia vyanzo vyetu vya mapato na tutaongeza vyanzo vya mapato. Hewa ukaa tulishajifunza, wale madiwani wa nyuma na madiwani wapya watajifunza ili tuweze kuingiza mapato ya kutosha. Halmashauri ya wilaya ya Kaliua kwa miaka 5 mfululizo imekuwa ikipata hati zinazoridhisha. Jamii imetakiwa kutambua kuwa mafanikio ya biashara hayategemei mtaji wa fedha pekee, bali inahitajika ubunifu, maarifa na ujuzi wa kuanzisha, kuendesha na kukuza biashara, ikisisitizwa umuhimu wa kujifunza mbinu mpya kutoka kwa wataalamu na wafanyabiashara ambao wamefanikiwa. Omar Hussein ana undani wa taarifa hii. Katibu Tawala Msaidizi anayeshughulikia viwanda, biashara na uwezeshaji mkoa wa Morogoro, Beatrice Njawa, amebainisha hayo kwenye ufunguzi wa mafunzo ya wajasiriamali hapa Manispaa ya Morogoro, akisema hali ya sasa mafanikio ya kibiashara yanahitaji ushindani kutafuta soko. Mafanikio katika biashara hayapatikani kwa bahati mbaya, isipokuwa ni kwa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii, kuwa wabunifu na kuwa tayari kubadilika kulingana na mahitaji ya soko husika. Mafunzo hayo yameandaliwa na Jukwaa Huru la Wahariri Tanzania JUWATA na washirika wenza. Inasisitizwa ushiriki wa wadau ikiwemo vyombo vya habari kueneza maarifa. JUWATA inaamini kuwa maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana kwa habari pekee, bali pia kuwawezesha wananchi kupata elimu
inayobadili maisha yao. Hii ndiyo sababu tumeamua kushiriki kikamilifu katika kampeni hii ya kuwawezesha wananchi kupitia mafunzo ya ujasiriamali yenye matokeo ya moja kwa moja. Baadhi ya washiriki wameeleza mategemeo yao elimu waliopata itakavyoboresha shughuli wanazofanya. Nashukuru jukwaa hili la wahalimu Tanzania kwa kuleta wanafunzi na imani ametupa mwanga wa kuenda kufanya vitu tofauti kwa mtaani. Anasaidia kwa watu ambao wako mtaani lakini hana wazo afanye nini. Kwa hiyo anamsaidia kupata mawazo katika kujua kwamba kumbe kuna vitu anaweza akatengeneza vikamsaidia katika kufanya uzalishaji na kupata masoko ya kuuza hivyo vitu. Hii kitu ambacho kimenivutia, kimenigusa na nimekipenda ni batiki. Na mimi mafunzo yaliyonipa ya batiki nitaenda kuyafanyia kazi na nitafanya kitu bora ambacho nitawashawishi watu pia wakapenda batiki yangu jinsi navyoenda kuitengeneza. Kwa hiyo natumaini katika mafunzo hayo watanipatia kipato kikubwa na fedha, pia sio hivyo tu, watanipatia pia na umaarufu mkubwa. Katika mafunzo hayo ya siku 3, washiriki wamepatiwa elimu kuhusu namna ya kuanzisha na kusimamia biashara, kuongeza thamani bidhaa, kuboresha vifungashio, kutumia teknolojia katika kutafuta masoko, pamoja na namna bora kutunza fedha za biashara. Wajasiriamali tunaweza. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam Sabasaba yametajwa kuwa jukwaa muhimu kwa kampuni za ndani kuonesha mchango wake katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini kupitia bidhaa mbalimbali zinazozalishwa na kampuni hizo. Tupate taarifa zaidi. Mafanikio hayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha nafasi ya Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa, huku yakionyesha mchango wa maonyesho hayo kama jukwaa la kipekee la kuunganisha wadau wa maendeleo. Akizungumzia ushiriki wao pamoja na manufaa waliopata katika maonyesho hayo, meneja wa chapa na masoko wa GF Truck Smart Deus amesema kampuni hiyo inalenga kuleta magari na mitambo inayokidhi mahitaji ya mazingira na miradi ya Tanzania kwa gharama nafuu, sambamba na kuhakikisha upatikanaji wa vipuri na huduma baada ya mauzo. Maonyesho hayo yametuposition sisi katika level ya juu, kwa maana cha kwanza overall winner, lakini ya pili katika sekta ya magari na mitambo. Hii imetuweza kutupa nguvu kwa sababu Watanzania wameweza kuamini GF, wanajua GF inafanya vizuri, lakini kupitia maonyesho hayo imeweza kuwa imeongeza tija kwa kiasi kikubwa. Mpaka ninavyoongea sasa hivi tuna order za wateja zaidi ya 300 ambao wengi wanakuja kwa ajili ya kufanya manunuzi. GF Group imetangaza hatua nyingine muhimu ya kihistoria kwa kuanza kuingiza sokoni bidhaa zinazobeba chapa yake yenyewe ya GF, hatua ambayo inaonyesha uwezo wa kampuni hiyo kutengeneza na kukuza bidhaa za Kitanzania zenye ubora wa kimataifa. Na kama tunavyosema kauli mbiu yetu ni GF ni fahari wa Tanzania, basi hivyo hata bidhaa na products hizi zitaendana na bei na gharama ya Tanzania. Lakini 4, unavyoleta mitambo au unavyoonyesha mitambo, tunakuhakikishia uhakika wa vipuri au kwa maana ya spare parts. Lakini 4, tumeangalia namna mahitaji ya barabara zetu, lakini pia tulifanya utafiti wa kina kuona ni bidhaa ambazo Watanzania wanazozihitaji kwa muda huu na miradi mbalimbali ambayo inaendelea katika nchi yetu. Meneja huyo wa chapa na masoko wa GF Truck amesema kampuni imefanya utafiti wa mahitaji ya soko kabla ya kuanzisha bidhaa zake ili kuhakikisha zinatoa suluhisho kwa miradi inayoendelea kutekelezwa nchini na kuongeza ufanisi katika sekta mbalimbali za uzalishaji na ujenzi. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Wakulima wanaofanya shughuli zao katika bonde la Ngapa, kijiji cha Lupiro, halmashauri ya wilaya ya Ulanga, wamelazimika kujitolea michango na nguvu kazi katika kujenga kingo za mto Luli uliopoteza mwelekeo kwa kuathiriwa na mvua. Taarifa zaidi na Omar Hussein kwa mara nyingine. Ni mwendelezo wa zoezi la kuimarisha kingo za mto, kuwezesha maji kutiririka kwenye uelekeo wake. Madhara ya mto huo kuhama yalikwisha onekana, tishio la njaa kusababishwa na ukame, maji kushindwa kufika kwenye mashamba yao. Sasa hivi adha hii inakuwa ni kubwa sana kwetu kwa kila mwaka, wakati ikiwa kwamba eneo ambalo tumetegemea sana wananchi wa Lupiro ni bonde hili hapa ambalo tunalolima sasa hivi. Kwa changamoto hiyo, naomba sana serikali yetu itusaidie kwa hilo. Mategemeo yetu yote sisi kina mama ni mboga katika bonde hili, lakini baada ya maji kuhama kabisa, hata afya wa uongezekaji wa damu mwilini kujikimu kiafya ulikuwa mdogo. Mboga za majani zilikuwa hakuna kutokana na ukame. Wanafunzi
wanategemea hapa ili waende shule, kwa sababu hata kama elimu bure, bila kula mzee uendi kusoma. Njaa inauma, utasoma nini? Kwa hiyo ili eneo ni umuhimu, ndio kitovu cha Lupiro Ngapa. Bila Ngapa hatutoboi. Mwenyekiti wa umoja wa wakulima hawa anasema suluhu ya kudumu ni kuboresha miundombinu ikijumuisha ujenzi wa skimu ya kisasa kuwezesha kilimo cha umwagiliaji. Ile bonde la Ulanga hapa Lupiro, kwa kilimo hiki tunalima tu kienyeji hivi, lakini hakuna miundombinu maalumu, bado tunavuna mpunga wa kutosha sana, kwa sababu mwananchi mmoja anaweza kuvuna kwa eka moja mpaka gunia 20, 25 mpaka 30. Lakini kama tutakuwa tuna miundombinu mizuri zaidi, tunaweza tukafanya jambo zuri zaidi. Leo hii Lupiro imekuwa vile kama kitovu cha kodi, hata wilaya ya Ulanga, wilaya yetu anajua, kwa sababu tuna magodauni yasipungua 50. Lakini leo hii kutokana tu na adha hili vitokea, hizi godauni zote wamekuwa wamezifunga na tungepoteza mapato makubwa sana kwenye wilaya yetu ya Ulanga. Mbunge wa jimbo hilo la Ulanga ni kati ya walioshiriki kunusuru wakulima hao walio kwenye vijiji vitatu vilivyo kwenye mpango wa kujengewa skimu ya umwagiliaji. Leo kikubwa zaidi serikali iweke macho zaidi kwenye mkoa wa Morogoro, hususan kwenye jimbo la Ulanga, kwa sababu wananchi wake wako kwenye adha kubwa ya kupata eneo kubwa ambalo watafanya skimu ya umwagiliaji. Mimi kama mheshimiwa mbunge nimewasapoti mwaka huu, hatujui mwakani nini kitakuja kutokea, lakini kuna uwezekano mkubwa mwakani wananchi hao wakapata tena adha kama hii ambayo tumekutana nayo kipindi hichi. Eneo lililoathiriwa na mvua ni kati ya maeneo kunakofanyika kilimo cha mpunga kwa asilimia kubwa. Tishio hilo la kukosa maji kwa mto kupoteza uelekeo ni tishio kwao, itawaathiri kwenye uzalishaji. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omario Seni wa Star TV. Katika mawasiliano, kampuni ya Vodacom Tanzania imejipanga kuendelea kuwa kinara katika ubunifu na kuboresha huduma zake kila wakati, hasa za kidigitali. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na mkuu wa kanda ya Dar es Salaam na Pwani wa Vodacom Tanzania, Happiness Shuma, ambapo amesema Vodacom imeridhishwa na mwitikio mkubwa wa wananchi waliotembelea banda lao katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, huku wananchi wakipata huduma mbalimbali za kidigitali, mawasiliano na kifedha zilizotolewa na kampuni hiyo katika kipindi chote cha maonyesho. Naweza nikisema kwamba maonyesho ya mwaka huu yamekuwa ni ya kipekee, na sisi kama Vodacom tumeweza kushiriki kikamilifu, lakini pia maonyesho haya yamekuwa ni manufaa kwa sababu tumeweza kuwafikia wateja wetu kwa wingi. Kama mnavyofahamu, kwa kushirikiana na Tantrade tumekuja na mfumo wa tiketi kiganjani ambao uliwawezesha wateja wetu kuweza kukata tiketi popote pale walipo, ambao imewarahisishia wao kuweza kufika hapa Sabasaba kwa ajili ya huduma kadha wa kadha. Shuma amesema Sabasaba imeendelea kwa jukwaa muhimu la kuwasogezea huduma wateja, kutoa elimu kuhusu bidhaa na huduma za kampuni, pamoja na kupokea maoni yatakayosaidia kuendelea kuboresha huduma na kuongeza uzoefu wa wateja. Kipindi hichi cha Sabasaba tumekuwa tukitoa kwa, naweza nikasema, punguzo kubwa sana katika hizi simu janja ambazo tunatoa, lakini pia huduma zetu za M-Pesa kama huduma za uwekezaji kama M-Wekeza, Changisha, lakini kama mnavyoona hapa Sabasaba kumefurika wafanyabiashara. Kwa hiyo tumekuwa tukipata wafanyabiashara wengi kuja katika kuhitaji huduma za kama lipa kwa M-Pesa ambayo inawarahisishia wao kupokea malipo. Aidha, Vodacom Tanzania imehitimisha ushiriki wake katika maonyesho hayo kwa kupata tuzo ya banda bora pamoja na tuzo ya sekta bora ya mawasiliano, mafanikio ambayo kampuni imesema yanadhihirisha ubora wa huduma zake, ubunifu na imani kubwa ambayo imeendelea kujengwa na wateja wake. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, mwisho wa Star TV adhuhuri. Taarifa ya habari itakujia hapo saa 2 kamili usiku. Utakuwa nami. Asante na nikutakie mchana mwema. Jina langu ni Bernard James BJ.